Shalom mtu wa Mungu. Karibu sana katika kipindi chetu hichi cha kuweza kutafakari maneno ya Mungu. Na ikiwa bado hujaweza subscribe katika akaunti hii, basi nakuomba ufanye hivyo kwa ajili ya kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Karibu sana na Mungu akubariki. Leo tutakwenda kutafakari zaidi kuhusiana na habari ya siku za mwisho, kama ambavyo tumeweza kufanya hivyo katika video zilizopita. Kama unavyofahamu kwamba tuko katika majira ambayo ni majira ambayo kufahamu kwa zaidi kuhusiana na siku za mwisho basi ni jambo lililo jema zaidi, na mimi pia nimeona ni vyema nikuletee ujumbe huu ambao unaweza kukusaidia na utakusaidia zaidi kujua uko katika majira gani, na katika safari yako ujue jinsi ya kuenenda. Tunasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 14, anasema ingieni katika mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao wa mlango huo. Mstari wa 14 anasema bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Hapa Yesu alikuwa akitufundisha kwa habari ya siku za mwisho na kwa habari ya ufalme wa Mungu. Pendwa, ni kuweke tu wazi ya kwamba kuingia mbinguni inahitaji watu ambao watakuwa na ufahamu mkubwa katika fahamu zao, watu ambao watakuwa na akili kubwa. Maana maandiko yanatuambia kwamba kipindi kile cha wana wa Israeli walipokuwa utumwani Misri, silaha iliyotumika kuweza kuwakandamiza au kuwaweka katika ule utumwa ilikuwa ni akili. Maana Farao anasema na tuwatendee kwa akili watu hawa ili wasije wakaongezeka wakatuzidi. Kwa hiyo shetani amebezi sana kwenye vita yetu dhidi ya shetani, zaidi hasa iko katika upande wa akili. Ndio maana anasema kwamba bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani. Njia hii tunayoipitia ni nyembamba. Sasa nakumbuka siku moja nilikuwa nimeenda mahali kwa ajili ya huduma. Nimefika mahali kule, ile njia ilikuwa ina shida kidogo barabarani. Kwa tulipofika kule, mimi na wenzangu kwenye gari, ikawa inabidi sasa tushuke chini uangalie hii njia unapitaje. Wengine wakasema gari tulipaki hapa, lakini baadaye ikabidi nifanye namna ya kupita pale. Napita kwa utulivu, napita kwa akili, unapita kwa tafakari kwa kina. Maana ukipita ovyo ovyo tu unaweza kupata ajali. Ndivyo ilivyo katika njia yetu. Ni njia ambayo inahitaji watu ambao watatumia akili nyingi, watu ambao watakuwa na utulivu mkubwa, watu ambao watakuwa na maarifa ya kutosha, ndio wataweza kuvuka, wataweza kupita katika njia hiyo na kuiona njia ambayo inaelekea uzimani. Lakini njia ambayo inaelekea upotevuni ni pana, ni njia ambayo kila mtu anaweza kuiona. Kwa ni njia ambayo haihitaji akili nyingi sana, njia ambayo haihitaji ufahamu uliozidi hasa. Sasa hapa anatufundisha Kristo ya kwamba inahitaji kuwa ni watu ambao tuna akili nyingi, ni watu ambao tunatafakari kwa kina, ni watu ambao tunapata muda wa kukaa chini na kujifunza kwa Mungu, watu ambao tunapata muda wa kutanua mawazo yetu, kutanua fikra zetu na akili yetu katika vita tulionao dhidi ya ufalme wa giza. Kwa hiyo katika kitabu cha Mathayo, kitabu cha Luka sura ya 17 kuanzia mstari wa 26, hapa tunakuta habari za siku za mwisho. Yesu anasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu alivyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Anaendelea kusema mstari wa 28, na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Kwa Yesu anajaribu kuzungumza kwa habari ya siku za mwisho, jinsi itakavyokuwa. Anajaribu kutuonesha kwamba siku za mwisho zitafanania na siku za kipindi cha Nuhu, zitafanania na siku za kipindi cha Lutu. Na tukiangalia zaidi katika kipindi cha Nuhu, tutagundua kwamba uangamivu ule uliotokea, chanzo kikubwa ilikuwa ni baadhi ya tabia kubadilika kwa wanadamu baada ya kuingia kwa roho zingine ambazo zilikuja zikawaingilia wanadamu.
zikabadilisha mitazamo ya kibinadamu. Na anasema ya kwamba zile roho Yesu Kristo anatufafanulia hapa, anasema ziliwafanya watu wakawa bizi kuendelea na maisha. Yaani watu walikuwa wako bizi kununua na kuuza. Maana yake watu walikuwa wako bizi kuangalia uchumi. Watu walikuwa wako bizi kujenga, kujiweka sawa kimaisha, kujiweka vizuri kimaisha. Na anasema kwamba walikuwa wako bizi kula na kunywa. Maana yake vyote vinazungumzia kwa habari ya uchumi. Wakioa na kuolewa vinazungumzia kwa habari ya maisha ya mwili. Kwa hiyo kama watu ambao tuko sasa hivi katika nyakati hizi za mwisho, tumewekeza sana kwenye habari ya maisha ya kidunia. Tumewekeza sana kwa habari ya mwili. Tunaujali sana mwili. Ndivyo ambavyo itakuwa kama ilivyokuwa kipindi cha Nuhu, kwamba wakati sisi tumewekeza nguvu nyingi kwenye miili yetu, wakati sisi tumewekeza nguvu nyingi kwenye kuangalia maisha haya ya mwili, ndivyo ambavyo Kristo ataweza kulinyokonya kanisa lake na sisi tutabaki kwenye mataa. Kwa hiyo inahitaji akili kubwa sana kujua ya kwamba tuko kwenye majira ambayo hatuko sawa. Tuko kwenye majira ambayo watu wengi ambao wanatuzunguka, ambao tunawazunguka, yamkini sio wenzetu. Yamkini wana roho ambazo tayari zimeshachanganyikana na wao. Kwa hiyo zinawaimarisha, zinawafanya kuwa hodari kwenye mambo ambayo yanahusiana na mwili, mambo ambayo yanahusiana na dunia. Kwa hiyo ikiwa tukiwafanya wale watu kuwa kama role model wetu, tukiwafanya wale watu kuwa kama picha ya kuangalia kuhusiana na maisha, basi tujue ya kwamba kuna njia ambayo tutaisahau. Kuna njia ambayo ni nyembamba, tutasahau kuwekeza nguvu zaidi kujua jinsi ya kupita kwenye ile njia. Kwa hiyo imetulazimu kujua kwamba majira tulionayo ni majira ambayo tunahitaji kutumia akili sana kufahamu ya kwamba uwekezaji mkubwa haupaswi kuwa katika mwili. Uwekezaji mkubwa haupaswi kuwa katika maisha ya duniani. Lazima tuwekeze zaidi katika roho zetu na akili zetu. Maana akili yetu ikishambuliwa na shetani, maanake uwezo wetu wa kiroho utakuwa umepungua. Kwa hiyo kama tukiamua kujishughulisha na mambo ya duniani, tukiamua kujishughulisha na mambo yanayohusiana na mwili, lazima tutachosha fahamu zetu, akili zetu. Kwa hiyo tutashindwa kumsikia Mungu, tutashindwa kujua mapenzi ya Mungu ni nini na makusudio ya Mungu ni nini kwenye maisha yetu. Tutamkosea Mungu, tutagombana kwa habari ya maisha haya ya mwili. Kwa hiyo mpendwa, nikukumbusha kwamba tuko katika nyakati za mwisho, na kuangalia nyakati za mwisho ni jambo jema na linalofaa. Tutazame zaidi kwamba imetulazimu basi kutengeneza njia zetu, kutengeneza maisha yetu, ili kwamba tunapopita katika hii njia ambayo ni nyembamba, tuweze kuwa na nidhamu ya kupita hapo, tuweze kuwa na ustahimilivu wa kupita hapo, ingawa si kwa akili zetu, bali ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na nguvu zake. Basi tuwe watulivu katika hilo, tumtii Mungu, maana yeye yuko tayari kutusaidia. Yeye yuko tayari kutembea na sisi katika njia hii ambayo ina miba, njia ambayo imesonga, njia ambayo ni rough road, njia ambayo inahitaji umakini sana katika upitaji. Yeye yuko tayari kutusaidia. Kwa hiyo tuwekeze nguvu sana kwenye kuwa karibu na yeye, tuwekeze nguvu sana kwenye kumruhusu aweze kututangulia, aweze kutuongoza kwenye hiyo njia, na kutuepusha pia na wanadamu ambao wameingiwa na hizo roho, ambao wanaweza kubadilisha mitazamo yetu juu ya maisha, juu ya wokovu na juu ya utakatifu kwa ujumla. Kwa kufanya hivyo basi itatusaidia zaidi kuwa na ule uhakika wa kuingia uzimani. Mungu awabariki sana, na ninawapenda sana, na watakia baraka katika safari yenu ya kumtafuta Mungu na kuiendea uzima wa milele. God bless you so much.